vipi? Poa mkubwa. Pole sana kwa matokeo. Nashukuru. Pengine tukutegemea, maana kwa asilimia kubwa watu wengi waliamini tunafungwa. Tunafungwa goli nyingi. Kwa hiyo sisi tumepata maelekezo ya mwalimu, tumesimamia pale, Mungu katujalia inshallah tumepata yametokea matokeo hayo yaliyotokea leo. Ni kitu gani ambacho umekipata kutoka leo baada ya kukutana na timu kubwa kama Young Africans? Kikubwa uzoefu pia unazidi kuongezeka. Si kikubwa kidogo tulikuwa tunaonekana ni underdog. Kwa hiyo ule uzoefu waliokuwa nao wenzetu sisi na sisi tumeshikilia pale, itatusaidia kwenye mechi zetu tunazorudia. Wewe kama center ni mchezaji gani ambaye siku ya leo amekusumbua sana? Kwa mimi hapa I think Maxim pia Nzengeli amenisumbua sana, maana ana mikimbio mingi sana. Pengine ndio tungeweza kusema kwako pia ni mchezaji ambaye ni man of the match ungempa? By the way alistahili. Alistahili kwa man of the match. Hivyo tu yani. Mchezo huu leo kitu ambacho hakikutarajiwa na wengi. Hebu tuambie maandalizi, kocha aliwaambia kitu gani, na je ndio mlivyo ama ni kwa sababu mmecheza na Young Africans basi mlitaka kuonesha misuli yenu ama kwa namna nyingine kukamia? Hapana, sio kwamba tumekamia mechi. Sisi hapa tumemheshimu mpinzani. Level yake ni kubwa kushinda ya kwetu. Kwa hiyo sisi hapa tulipokuja tumekuja kwa kumheshimu mpinzani, matokeo yaliyopatikana ndo hayo. Kila mchezaji wa timu ndogo huwa anatamani kucheza na wachezaji wakubwa na timu kubwa. Pengine mchezaji gani ambaye umecheza leo, umekutana naye leo uwanjani amekufurahisha sana na ilikuwa ni ndoto zako kukutana naye? Pacome Zouzoua. The way anavyocheza ni mtu ambaye hana haraka. Ni mtu mwenye utulivu, ana maarifa makubwa. Kwa hiyo Pacome Zouzoua ndo mtu ambaye amenifurahisha zaidi. Pengine kuna mapitu ya kutoka kwake. By the way kwa position ninayocheza nimechukua vitu kutoka kwa Bakari Nondo na Frank Asinki. Ila inshallah Mwenyezi Mungu atajalia. Pengine nikupa nafasi ya kuwatabiri wananchi kwa namna alipocheza na nyinyi msimu, naona akichukua ubingwa. Wa kuchukua ubingwa siwezi nikajua, maana mechi zinabadilika. Ila wakiendelea kupambana inshallah wanaweza wakachukua. Naam. Nadhani utakuwa kila siku unaiona Yanga kila siku. Leo hii mmecheza nayo. Ni kitu gani ambacho umekuwa ukiona ama kusikia watu wanakizungumza kuhusiana na Yanga? Na leo umeona kama kumbe sio ipo kama ambavyo mara nyingi tumekuwa tukiona watu wakisikia. Jinsi ukiwaangalia Yanga wanapocheza kwenye TV na walivyocheza leo nimeona vitu viwili tofauti, maana mimi naonaga wanakimbia sana. Ila leo kwa jinsi tulivyocheza sisi na wenyewe kuna muda tulikuwa tunawapunguza kasi yao, kwa kuwa sisi tulimheshimu yeye, tukakaa nyuma ya mpira. Kwa hivyo hicho ndo kimesaidia sisi kwa mpaka tulivyokuwa hapo. Asante. Shukran.